Hebu mtafuteni huyo, mwambieni aache usumbufu. Si ameshashindwa miaka yote 4, anarudi tena upya. Tumemshauri kiungwana tu aache usumbufu. Kama atataka kuendeleza usumbufu, mimi ninayo dawa ya kuatia adabu watu wasio na adabu. Juma Hussein Gundula. Alafu nimekuja kugundua nyewe watu wa Mfindi mna undugu na watu wa Singida. Majina yenu yanafanana na ya kwetu. Nimeona Gundula. Hii Gundula ya kwetu kabisa hii. Gundula ya kwetu hii. Ndio maana na ile kupita kuchanya mpaka Kulunepo na yenyewe ni ya kwetu hii. Haya, Gundula, hebu niambie bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa majina yangu naitwa Juma Hussein Gundula. Natokea mkoa wa Pwani. Ni eneo la Pwani. Wilaya ya Bagamoyo, halmashauri ya Chalinze, kijiji cha Darajani, kata ya Vigwaza. Umejuaje leo tuko huku bwana? Nimekufuatilia sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mkuu wa mkoa huu ametangaza sana ujio wako hapa. Nimemfuatilia sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa dhati ya moyo na kwa namna serikali inavyotenda kazi yake. Kwa kuanzia mkuu wa mkoa huyu pamoja na kazi yako wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu unavyotenda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kero yangu pale nyumbani kwetu Ruvu Darajani, mimi ni mkulima ambaye ninalima kwa muda mrefu tangia mwaka 2014 kufika 2018 2019. Serikali iliamua kupeleka tume shirikishi kwa ajili ya kutafuta maoni ya wananchi, kwa sababu si katika maeneo ambayo tulikuwa tunalima maeneo ya ranchi ya Nalco Ruvu pale. Ndio maeneo ambayo tulikuwa tunalima. Maeneo yale kwa mara ya kwanza sisi tulikuwa tunalima kupitia kukodi. Tulikuwa tunalipa fedha kwenye ranchi, thamani ya heka moja shilingi 35,000. Lakini mimi nilikuwa nalipia mpaka heka 4. Lakini imefika wakati serikali ikaamua baada ya kupitia tume shirikishi kwa kukusanya maoni wakishiriki wenye viti wa vijiji, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, maafisa tarafa na watendaji, kwa kushiriki tume hiyo, serikali ikafanya maamuzi ya kuridhia mapendekezo ya tume kutoa kipande cha ardhi chenye ukubwa wa heka 5,520 kupitia kuwagawia wilaya ya Bagamoyo pamoja na Kibaha. Sisi kwetu halmashauri ya Chalinze kwa kijiji cha Darajani tulipata heka 500. Lakini maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ni kwamba maeneo hayo yatumike kwa ajili ya makazi, kilimo pamoja na ufugaji. Kwa kufanya jambo hilo, serikali lakini ikiamini na ikijua kwamba dokumenti ambayo inasoma pale ni dokumenti ya ranchi. Kwa hiyo sisi tumekuwa ni wavamizi. Unazo nyaraka hizo? Bila shaka ninazo. Haya, na kwa sababu umetoka mbali na umekuja mpaka hapa na una nyaraka, usiondoke, onana na makatibu wangu, watakuweka kwenye magari ya msafara. Tukishamaliza mkutano wa mwisho, uje tukae tuongee hilo jambo lako. Watakuleta tuje tuongee hilo jambo lako. Kwa hiyo onana na makatibu, watakusaidia gari tuende, alafu tukishamaliza mkutano wa mwisho tutakuja tukae nizione hizo nyaraka hizo ili tuongee jambo lako. Ili wakupatie na nauli uliotumia kutoka Ruvu. Haya, kwa hiyo basi tumalizie hawa, niwataje kwa majina. Wataenda kwa mkuu wa wilaya Jumatatu. Mkuu wa wilaya atakuwa, mkuu wa mkoa atatuma kamishna wa ardhi awepo na viongozi wa maeneo husika, ili wale wanaogombania, wale wenye mzozo wote watoe maelezo. Walionyang'anywa na ambaye ametuhumiwa kunyang'anya aeleze. Kuna Julius Lalika,
mgogoro wa kunyang'anywa shamba, wamelalamika wameporwa shamba, kwa hiyo na yeye ajitokeze. Haya, kuna Garden Mlawa, huyu amechomewa nyumba na kuporwa shamba.